Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Tuko katika eneo la msikiti wa Quba. Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika mji wa Makka kuja katika mji wa Madina, awwalu ma bada bihi bina almasjid Quba. Jambo la kwanza ambalo ameanza nalo ni kujenga msikiti huu ambao tunauona hivi sasa, msikiti wa Quba. Aliujenga msikiti huu katika kipindi chake Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, kisha baadaye ndo akaujenga Masjidun Nabawi biamrin min Allah subhanahu wa ta'ala. Msikiti Quba una fadhila nyingi sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi, man tawadda fi baytihi thumma ata masjid Quba kanat ka umra, yule ambaye atakayetawadha kutokea nyumbani kwake kisha akaja msikiti huu wa Quba, fasalla fihi rak'atayn, akasali ndani ya msikiti huu wa Quba rakaa mbili, basi anapata ujira wa umra. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kawaida yake ilikuwa ni kutembelea msikiti huu kwa ajili ya kuja kusali rakaa mbili rakiban au mashian, sawa sawa kwa kipando au anakuja kwa mguu. Kila siku ya Jumamosi ilikuwa ni kawaida yake Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Walhamdulillah, sasa hivi kuna njia maalumu ambayo inayotumika kutoka Masjidun Nabawi kwa wale ambao wanaohitaji kutembea kwa mguu au kwa vigari ambavyo tunaviona, moja kwa moja inakupeleka kutoka hapa mpaka Masjidun Nabawi na kutoka Masjidun Nabawi mpaka Masjidu Quba. Kwa hiyo miongoni mwa fadhila ni kuswali rakaa mbili kupata ujira ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameueleza katika hadithi. Na pia katika eneo hili tunaona kuna kisima mbele yetu pale, kisima ambacho kinafahamika kwa jina la Bi'ru Aris au Bi'rul Khatam. Ni kisima cha pete au kisima cha Myahudi ambaye alikuwepo kipindi hicho. Kisima kile historia yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipendelea zaidi kutawadha kupitia maji ya kisima kile, bali aliwabashiria pepo masahaba watatu, Abu Bakar pamoja na Umar na Uthman, kwamba wao ni watu wa peponi katika kisima kile.
Na kwa nini kimeitwa ni kisima cha pete? Mtume sallallahu alayhi wasallam fi asrihi, katika kipindi chake alikuwa na pete ambayo alikuwa akiitumia athnaa ba'thi rasail, wakati anapotuma jumbe mbalimbali katika tawala mbalimbali katika nchi za kifalme mbalimbali kwa ajili ya kuwaita wao katika Uislamu. Ilikuwa chini ya zile barua zinazoandikwa kunawekwa uthibitisho. Alikuwa akitumia pete, ni kama sehemu ya muhuri. Pete ile ilikuwa imeandikwa Muhammadun Rasulullah. Kwa hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Kwa nini pale hasabi dhati kumepewa jina la kisima cha pete? Kwa sababu katika utawala wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, wakati yuko katika maeneo yale, ile pete ilidondoka katika kisima kile na waliitafuta siku kadhaa, lakini kanat bila jadwa, hawakupata kuipata ile pete. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kukosekana, na baadaye walijitahidi wale ambao walikuwa wakisimamia mji wa Madina kuitafuta ile pete, lakini hawakuipata. Ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ndio historia fupi inayohusiana na Masjidu Quba pamoja na kisima ambacho tunakiona katika eneo hili. Wa bihadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.